Mtafurahi kweli, sasa ni wakati wa chakula. Wewe Darehema, wewe umalizwe. Just a little clarification, Kaka Lissu. Nimekusikia ukisema hapa na umesema sehemu nyingi kwamba maridhiano hayajaleta matunda yoyote. Lakini tumemsikia binafsi, niseme wengine. Nimesikia viongozi wenzako wengine wengi wakisema maridhiano yameleta matunda mengi. Mojawapo ni wewe, Kaka Lema, Kaka Henje kurudi Tanzania kutoka kwenye ambao mlikuwa mna exile. Alafu pia wafungwa wengi wametoka jela, viongozi wenzako wamesema. Sasa naomba utufafanulie ulivyosema hakuna matunda yoyote, wakati viongozi wengine wanasema yapo matunda kama hayo. Asante. Wewe una maswali magumu sana. Alafu ya uchonganishi. Unataka kunichonganisha na marafiki na nani wakuu wangu? Nafikiri hivi, hili ni swali zuri sana. And I'll tell you why. Nafikiri tunazungumzia vitu tofauti. Tunapozungumza maridhiano, I suspect hatuzungumzii kitu kimoja. I will tell you why. Bahati nzuri ninacho. Nilitaka kusema sijaja nacho. Mimi nilikutana na Rais Samia tarehe 17 Februari mwaka jana. Watu wake walinitumia ujumbe, rais anataka muonane. Kaambia sawa. Sasa unaenda kuonanaje na rais katika mazingira ambayo tulikuwamo wakati ule? Mwenyekiti yuko ndani, ameshafikisha miezi 6, anakabiliwa na kesi ya ugaidi. Viongozi wetu wanachama zaidi ya 400, mikutano ya hadhara, haki za kisiasa bado hazipo. Mimi niko uhamishoni, kuna COVID-19 na kadhalika. Rais anataka kuzungumza, sijui anataka kuzungumza na mie nini, lakini kwa vile nimesema nimekubali, mimi na ujumbe gani kwake? Kwa hiyo niliandaa written remarks, niliandaa hoja za maandishi. Nilikuwa na uwezo wa kuzungumza naye masaa 3 face to face bila kuangalia notes zozote, lakini niliandaa hoja zangu kwa maandishi, kwa sababu nilitaka nimwambie nilichotaka kumwambia kwa ufasaha na kwa namna ambayo ni written. Kwa nilikwenda kwenye ule mkutano na notebook yangu, my blue notebook iko hapa, nikiwa na hoja zangu zote za maandishi. Naomba unipe hiyo bag. Nisi nani. Niliandaa, sasa sitawasomea yote kwa msio na wasiwasi. Mimi na njaa. Msiseme kafungua kitabu sasa. Lecture inaanza upya. Niliandaa written remarks. A meeting with President Samia, Brussels, Belgium, 16 February 2022. Na nilichomwambia, nilichokiandika na nikaenda kumwambia, cha kwanza, tengeneza kitu ambacho nilikiita
the confidence building measures necessary for dialogue. Fanya vitu ambavyo vitatujengea imani ili tuingie kwenye majadiliano, tuingie kwenye maridhiano. Cha kwanza, release Chairman Mbowe and all political prisoners immediately. Mnanifahamu? Sasa ndio release mwenyekiti na wafungwa wa kisiasa nilielezea kwa peji 2. Niandika kwa mkono. Ya pili, katiba mpya na mfumo mpya wa uchaguzi. Sawa sawa. Ya tatu, na hiyo ina mambo mengi tu. Ya tatu, return of political exiles. Naambia niko uhamishoni kwa sababu ya marisasi ya Yale na vitisho vya mauaji, na sio mimi peke yangu. Lema, nilimwambia na Lema na Ezekia Wenje niliowataja, nimewaandika huu. Nikamwambia mimi sina passport, nataka utangaze turudi nyumbani. In the meantime nataka nipate passport. Hilo la tatu, la kurudi kutoka uhamishoni. Kumbuka haya nayaandika, mwenyekiti bado yuko ndani. Hatuzungumzi maridhiano, tunazungumza masharti ya maridhiano. Unanielewa? La 4, COVID-19. Nilimwambia hao wabunge hao 19 ni wabunge wa Magufuli, sio wa Chadema. Na kwa vile Magufuli amekufa, wewe ni rais, hawa ni wabunge wako, sio wa kwetu. Hatuwezi tukapendana kama una nini? Unaendelea kuwalipa mshahara hao. Nilimwambia wewe ndio unayewalipa mshahara. Kwa sheria zetu rais ndio anayeamua mishahara ya wabunge kama hamjui. Unanifahamu? Ya 5, nikamwambia ya kwangu mwenyewe. Nikamwambia hivi, wewe ulikuja katika watu wote wa serikali ya Tanzania na CCM, wewe ndio uliyekuja Nairobi kuniona hospitali. Ulikuja, unajua exactly mambo niliyofanyiwa kwa sababu uliona mwenyewe. Nikafukuzwa ubunge, nikiitwa mtoro. Wewe unajua kwa sababu ulikuja hospitali, unajua mimi sikuwa mtoro. Nimenyimwa haki zangu za kiinua mgongo na matibabu. Na hao waliotaka kuniua wanaitwa watu wasiojulikana mpaka leo. Nikaambia sasa, wewe ni rais leo, waambie hao wakuu wako wa usalama, wakuambie na waniambie nani aliyeniumiza hivi. Haya mambo 5, na alisema nikirudi nyumbani naenda kumwachia mwenyekiti Mbowe na naenda kufungulia mikutano ya halali. Na kama kuna mtu anafikiria natunga, siku hiyo hiyo niliyozungumza naye nilitoa taarifa hadharani. It's on YouTube. Nimezungumza na rais mambo haya. Mimi sikuenda kukunywa naye chai na kuzungumza mambo yasiyokuwa yanayohusu nchi hii. Kwa hizo ni confidence building measures. Ukiachia katiba mpya ilimwambia anzisha mchakato. Sasa amerudi akamwachia mwenyekiti.
kama nilivyomwambia kwenye mkutano wetu 2 months before, na kama alivyoahidi. It took her another full year kuruhusu mikutano ya siasa. Aliahidi anaenda kuiachia mara moja, na wafungwa wa kisiasa kawaachia wengi sana, baki mmoja, wawili, watatu. Na mimi nilipata passport ndani ya mwezi mmoja, nikawa nimetengenezea passport. Wakati mwenyekiti yuko jela. Kwa hiyo ndugu zangu, yote haya fanyika kabla ya nini? Hatujaanza kuzungumza lugha ya nini? Ya maridhiano. Of course mwenyekiti alipoachiliwa ndio ikazaliwa lugha ya nini? Lakini kumbukeni, tangu Oktoba 2021 walikuwa wanatuita kwenye vikao vya Tanzania Center for Democracy, inaunganisha vyama ya baraza la vyama vya siasa. Tumeitwa kwenye mikutano makubwa 3 times, na mara zote tulisema hatutakuja kama mwenyekiti wetu yuko ndani, hatutakuja kama watu wetu wako ndani, hatutakuja kama vyama vya siasa viruhusiwi kufanya mikutano. Those are our preconditions for dialogue. Sasa kwa sababu ambayo mimi nahitaji kuielimishwa, pengine kile tulichokisema kuwa ndio masharti ya kuingia kwenye maridhiano kimekuwa sasa ndio maridhiano yenyewe. Nahitaji kuelimishwa kwenye hili. But the story as I know it, haya yaliahidiwa na rais mwenyewe wakati mwenyekiti bado yuko jela. They cannot be matunda ya process ya mazungumzo yaliyoanza baada ya mwenyekiti kuwa amekuwa released. Haya madai yalikuwepo well before. Kama kuna mtu ana alternative facts, aiseme hadharani kwamba hatukuzungumza habari ya kuachiliwa wafungwa wa kisiasa wote kabla mwenyekiti hajaachiliwa, kwamba hatutashiriki kwenye mambo yao yote wakati tunazuiwa kufanya mikutano ya hadhara. Mwenye alternative facts aziseme. I hope